Sio sahihi. Sasa ndugu waandishi wa habari na ndugu wanachadema, tumeitana leo hapa kwa siku ambayo kama mnavyojua, pamoja na mambo mengine, leo ilikuwa ni kilele cha miaka 33 ya uwepo wa chama chetu. Na jana usiku, juzi usiku, nilipokea taarifa kutoka kwenye familia ya mzee Mtei kwamba mzee ameaga dunia, na tukatumia nafasi hiyo kuitangazia nchi na kuwatangazia dunia kwamba mzee huyu ambaye amefanya kazi sio tu ndani ya nchi yetu, amefanya kazi vile vile kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na amefanya kazi duniani kwenye shirika la fedha la dunia IMF, kwamba ameondoka duniani na amefariki. Sasa kutokana na hilo, jana tukaagiza kwamba bendera zote za chama kwa nchi nzima zipepee nusu mlingoti kwa siku 7 kwenye ofisi zote za chama. Kwenye ile statement tuliitoa, kuanzia kwenye ofisi za mikoa, kanda, mpaka ofisi za chini kabisa za kwenye misingi. Kwa hiyo niko hapa kusisitiza kwamba bendera za chama kama ilivyosema statement ya chama jana zitaendelea kupepea nusu mlingoti kwa siku 7. Tutaendelea na maombolezo kwa siku 7 vile vile, kwa sababu mzee Mtei, kwa wale ambao hawajui historia ya mzee Mtei, mzee Mtei amekuwa kiongozi na muasisi wa chama chetu. Ndio mtu aliyekuwa na wazo, ndio genesis ya wazo la Chadema ilipoanzia, wakishirikiana na wenzake. Baada ya kuwashirikisha hilo wazo, mzee Bobu Nyanga Makani, wakina mzee Victor Kimesera ambao wengine wameshatangulia mbele ya haki, Freeman Mbowe na wengine, wakaanzisha hiki chama. Na kwa miaka 33 ya uwepo wa chama hiki, na mzee ameondoka karibia na siku moja kwenye birthday ya chama ambayo ilikuwa kinatimiza miaka 33, kwa sababu Chadema ilisajiliwa na kupata usajili wa kudumu tarehe 21 mwezi wa kwanza, siku kama ya leo, na mzee ameondoka jana. Kwa hiyo ni tukio kubwa la kihistoria kwa chama chetu. Huyu mzee, cha kwanza mnapaswa kujua, amekuwa ni msomi mkubwa kwenye nchi hii, na amekuwa gavana wa kwanza wa BOT ilipoanzishwa mwaka 66. Amekuwa gavana pale, akafanya kazi na Mwalimu, kwa sababu mzee aliamini katika sera zinazoendana na chama chetu, na wakati huo alikuwa anafanya kazi kwenye serikali ya Mwalimu ambayo ilikuwa inaamini katika sera za ujamaa ambazo aliona haziwezi kuendeleza watu, hazifanyi mtu mmoja mmoja kufikia full potential yake ya kumiliki mali, kujiendeleza yeye na kuendeleza watu wengine. Walipotofautiana kwenye masuala ya fedha na masuala ya misimamo ya kiuchumi, mzee akamwambia Mwalimu, unaweza kutafuta mtu mwingine ukafanya naye kazi, mimi naona tukienda njia hii tutaanguka shimoni. Sasa unaweza kufikiria mtu ambaye angeweza tu kuadjust, akafit in kwenye mfumo wa kitu alichokuwa anataka Mwalimu, lakini akasema, kwa sababu mimi ni mshauri wako kwenye masuala ya fedha kama governor wa Benki Kuu, naona hatuwezi kuelewana, tutaanguka huko unakoniambia twende, na utaalamu wangu naona utaalamu hauendani na hicho unachoniambia, tutaanguka. Akaresign. Lakini kwa sababu pia Mwalimu alimjua uwezo wake, Mwalimu akamruhusu kwenda kufanya kazi nje ya nchi, kimataifa. Akaenda kufanya kazi kwenye shirika la fedha duniani IMF. Sasa haya mambo yote kwa nini nayasema? Ni kwa sababu
katika tawala tulizonazo sasa hivi, si ajabu mwanasiasa akamwagiza hata daktari kufanya kitu ambacho anajua kabisa utaalamu wa udaktari wake hauko hivyo, akafanya kwa sababu mtawala amemwagiza. Nasema uongo? Kwamba mkuu wa mkoa hapa, yeye ukisha kuwa tu mkuu wa mkoa, wewe tayari ni daktari. Ukiwa tu mkuu wa mkoa, wewe tayari unajua ualimu, wewe tayari unajua uaskari. Yani wewe kwa sababu tu umekuwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au umekuwa rais, you know everything. Na wale walioko chini yako wanapaswa kufuata kile unachowaambia, hata kama utaalamu wao unakataa hayo. Na wakikataa watakiona cha nini?